elimu ambayo inakwenda kujibu changamoto za maisha yenu au maisha yetu ambayo tunakumbana nayo kila siku. Serikali imefanya juhudi mbalimbali kuwakomboa wananchi kiuchumi, ikiwemo kuwawezesha kiuchumi kwa njia ya mikopo, kuweka sheria, kuweka kanuni na taratibu ili wananchi wanaopata huduma za fedha nchini wapate kwa urahisi, lakini kwa uhalali, kwa uharaka na kwa njia ambayo itawapa manufaa. Lakini katika hali isiyo kawaida sana, mazingira hayo ilipojengwa na uwezeshaji unaofanyika, mwananchi amekuwa akijikomboa taratibu kuliko ambavyo inatazamiwa. Inatazamiwa kwamba kwa kuwepo kwa sheria huduma ndogo za fedha, kwa kuwepo kwa kanuni na sheria na sera, basi wananchi wangeendelea kwa haraka zaidi. Lakini imebainika kwamba bado zipo changamoto zinazosababisha wananchi wakapata fursa lakini wakashindwa kuendelea kwa haraka. Wapo wanaoingia kwenye taratibu za mikopo wasioifahamu, wasioielewa na kadhalika, ikawarudisha nyuma, kukunyang'anya mpaka thamani zao. Wapo wanaopata fedha kwa miradi yao, kwa bodaboda, kwa kilimo na kadhalika, wakapata pesa nzuri tu na nyingi, wakashindwa kuzisimamia. Mwisho wa siku, kila siku anajikuta ni yule. Hana hela. Lakini kila siku anapata hela, siku ya pili hana. Wapo ambao wana fedha, wameweka ndani, hawajui waweke wapi zizalishe ziwe pesa nyingi. Wapo, ndio. Ukijumlisha mambo yote hayo, ikatulazimu sasa Wizara ya Fedha na taasisi za fedha tupite nchi nzima, tutoe elimu ya fedha ambayo itamsaidia mwananchi kujijenga yeye mwenyewe kiuchumi na kulijenga taifa lake kwa ujumla. Kwa hiyo programu hii ni endelevu, ni ya nchi nzima, na huu ni mkoa wa 15, tunaendelea na mikoa mingine kadha wa kadha iliyobaki. Kwa majina anaitwa Daudi Peter Karioba. Nimefika kwenye semina kwa ajili ya kuja kupata elimu ya uwekezaji, kwa sababu sehemu zote sasa hivi ambazo watu wamekuwa hatuzielewi vizuri ni sehemu ya uwekezaji wa UTT ama vipande vya kiwekezaji au hatifungani. Kwa hiyo nilivyofika hapa nimeweza kujifunza mambo tofauti. Nikianza mwanzo kabisa, nimejifunza namna gani watu tunaenda kuwekeza kwenye sehemu ambayo hatuna uelewa nayo, lakini pia ambayo ni riski kidogo, ambayo hata ukipata hasara huwezi ukapata namna ya kufidiwa. Lakini kwa mfano leo ukiwekeza kwenye mfuko wa UTT inakuonesha kabisa ya kwamba unapokuwa umewekeza kwenye huu mfuko wa UTT, faida yake ni ya uhakika. Cha kwanza hicho kabisa, kwa sababu mtu yeyote anayewekeza, lengo ama target namba moja ni kupata faida. Kwa hiyo unapokuwa umewekeza kwenye mifuko ya UTT, hii inatuhakikishia kuwa faida ni ya uhakika. Kwa mfano, mwelimishaji ama mhamasishaji amezungumza ya kwamba kuna kuanzia 1% mpaka 12%. Sasa ukiangalia kwenye 1% mpaka 12%, kwa mfano labda umewekeza labda 10 millions kwenye vipande vya UTT AMIS, labda kwenye asilimia tuchukulie labda umewekeza kwa miaka 5 au miaka 3, ambayo miaka hiyo inasema ni 10% au tuchukulie 1%. 1% hiyo ukija kuiangalia, unaangalia ni pesa ambayo ni zaidi ya kama 100,000 hivi. Sasa kama unapata 100,000 kwa siku, of course ni uwekezaji ambao ni mzuri, kwa sababu kwanza unakuta huna pressure, huna wasiwasi nao. Wewe, mimi nahamasisha ama ninajaribu pia kuambia wenzangu ambao pengine aidha wakupata hii elimu au kama wameipata lakini hawaitilii maanani, waitilia, kwa sababu ni semina nzuri na inaleta uelewa na hamasa kwa watu. Asante. Nilichojifunza ni kuweka pesa katika akaunti. Vikundi vyetu tunaweka pesa zetu kwenye sanduku. Tukipata mjanja na tupiga hela alafu inaisha hivyo. Ni bora tutunze hela zetu za vikundi kwenye akaunti zetu. Maana vikundi vilivyosajiliwa vyote na nini vimefunguliwa akaunti. Asante. Kipekee nipende kuwashukuru wananchi wote mliohudhuria hapa kwa uvumilivu mlioonyesha, lakini pia niwapongeze
ndugu zetu wawezeshaji kwa namna walivyotoa elimu hii ambayo tulikuwa tunaitegemea. Kwa kweli mimi niseme kwamba mmegusa nyanja ambazo tulikuwa tunahangaika nazo kwa muda mrefu. Nafikiri sasa ndugu zangu mmejifunza na mmeelewa kwamba mnahitaji kukopa sehemu ambazo ni salama. Na hawa watu mimi niseme kwamba nimpongeze sana mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa kusogeza huduma kama hizi kwa wananchi. Kwa sababu zingine tumekuwa tukiangalia kwenye TV na hatuna namna yoyote ambayo tunaweza kwenda kuuliza maswali kama tuliyouliza, lakini sasa wametufikia, wametuelimisha, na sasa naamini hakuna aliyetoka bure hapa. Kila mtu ametoka akijua kwamba anaenda kufanya nini. Na ndugu zangu, mimi niwapongeze sana kwa mara nyingine ikitokea, na kwa sababu tunao afisa maendeleo ya jamii na wapongeza na wako mahiri, na huwa nikiwaita kwenye kata hii wanakuja na kweli wanasaidia kutoa elimu. Naamini sasa hawatapata kazi kubwa, labda kazi itakuwepo kwa wale watu ambao hawakuwepo kwenye semina hii, ambao sasa wataendelea kuelimishwa taratibu, na sasa kila mtu atatambua namna ya kutumia pesa. Ndugu yangu, umesema hapa swala la pesa. Kiuhalisia watu wanalima tumbaku hapa. Kuna watu wamepata milioni 20, 30 mpaka 50. Najua wana uwezo wa kutunza pesa hizo na wakaendelea kupata faida. Kwa hiyo watu wengi wameelewa kwamba ana uwezo wa kutunza ile pesa akawa analipwa mshahara sawa sawa na mtumishi. Ina maana ile anayopata 300,000 inakuwa inamsaidia kufanya shughuli zake. Atakuta ile pesa inamzalishia zaidi na anaweza kusomesha mtoto na kufanya shughuli zingine ambazo ni za muhimu. Hivyo basi, twendeni tuitumie elimu hii na tujue kwamba kule tulipokuwa sasa tumehama, na hii ni mahusiano mazuri yaliyopo kuanzia kwenye ngazi ya kijiji, kata na wilaya. Ndio maana tunapopata wageni kama hawa wanasema peleka pia machoche, ili waweze kujua nini kinachoendelea ndani ya Tanzania. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mimi ni mwanasiasa, siwezi kusahau kusema hiyo.